ikhlas, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wako. Matendo yoyote ambayo utayafanya haikubaliki isipokuwa kwa masharti mawili: al-ikhlas ma'a al-mutabaa, kumtakasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kisha iwe imewafikiana na sunna na hadi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wanazuoni Imam Shafi'i, Ishaq ibn Rahuya, wengine wote Ahmad ibn Hanbal wanasema usuli ya Uislamu merudi katika hadithi mbili, wengine wakasema tatu. Mbili ambayo innamal a'malu binniyat katika mlango wa ikhlas, na hadithi Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, imerudi katika masala ya mutabaa na muwafaqati an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Ukishakuwa na ikhlas ndio itakuja jambo la khabia, kuwa na siri baina yako wewe na Mwenyezi Mungu. Kutaja mahala pawili kwenye Qur'an, Allah anataja, anasema ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Wanalisha vyakula, wanawapa maskini, mayatima na mateka, hali ya kuwa wao wanayapenda haya chakula, wanahitaji, lakini wanatoa kwa ajili gani? Kwa ajili ya trending au kwa ajili ya views? Allah wanasema inma nut'imukum liwajhillah, tunamkusudia Allah katika kuwalisha, katika matendo yetu, matendo haya. La nuridu, hatutaki malipo kwenu wala shukrani. Yote hii imewapelekea kuwa na ikhlas, kumkusudia Allah. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanahofia siku watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, nyuso zote zinakuwa ni abus, tena qamtarira, ashad hala. Kisha baada ya wao kuwa na ikhlas kwa Mola wao, Mwenyezi Mungu anasema fajazahum bima sabaru jannatan wa harira, akawalipa kwa subra yao pepo pamoja na mavazi ya hariri. Allah tujalie tu miongoni mwa watu peponi. Kumalizia ya mwisho, Fudail ibn Iyad amefariki mwaka 187 Hijri. Ametaja al-Imam Jamaluddin al-Muzzi kwenye kitabu chake Tahdhib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal. Fudail ibn Iyad alikuwa na mwanaye anamsumbua, amejaribu kumlea katika misingi ya dini, imeshindikana. Mtoto mtundu, katumia uslubu ya kibinadamu yote, hali ya kuwa moyo wake una ikhlas, anataka mwanaye anyoke katika njia iliyokuwa sahihi. Hali ya kuwa Fudail ibn Iyad luqiba bi'abid al-haramain, alikuwa ni zahid, abid, faqih, cha Mungu. Mwishoni akamlilia Mwenyezi Mungu, akamwambia ya Allah, laqad ijtahadtu fi tarbiyati ibni Ali, mtoto wake anaitwa Ali, lakini nimeshindwa, mlee badala yangu Mwenyezi Mungu. Huyu Ali akaja akawa ni abid, zahid, mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu kushinda hata baba yake. Ndio tarjama yake. Wanasema Abu Bakar ibn Ayyash, tabi'i, anasema siku nimesali nyuma ya Fudail ibn Iyad, akasoma la tarawunna aljahim, mtaiona, Mungu anaapa, wallahi mtaiona jahannam siku ya mwisho. Muumini kafiri wote wataiona jahannam. Ali ibn Fudail ibn Iyad akaanguka kwa hofu. Salatu al-maghrib hakuamka isipokuwa thuluthi ya mwisho ya usiku, kwa sababu Fudail ibn Iyad alikuwa na ikhlas, alikuwa na khabia. Mwenyezi Mungu atujalie ikhlas katika matendo yetu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.